za ufadhili kwa watoto wanaoishi na ulemavu siku chache baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha bajeti ya shilingi trilioni 4.73 kwa mwaka wa kifedha 2026-2027. Wakizungumza katika hafla ya hisani iliyoandaliwa katika makazi ya watoto wa hisani chini ya shirika la Alekas, walitaka serikali kuongeza mgao wa bajeti kwa watoto wenye mahitaji maalum ili kuwasaidia kuishi maisha yenye heshima na kujitegemea. Aidha, wadau hao walieleza wasiwasi kuhusu baadhi ya wazazi wanaowaficha watoto wenye ulemavu, wakisema hatua hiyo inawanyima haki zao za msingi kama elimu, matibabu na kushirikiana na jamii. Wadau sasa wanatoa wito kwa serikali kuhakikisha fedha zinazotengwa zinawafikia walengwa kwa haraka, huku jamii ikihimizwa kukumbatia na kuunga mkono watoto wenye ulemavu. Tumekuja last year na tukapata watoto wako na mahitaji mengi sana. Sasa baadaye tukaalikwa tena kwa sababu bado makao hajapata msaada kutoka kwa serikali. Kwa hivyo bado tunahisi tunaomba serikali wakati wataingia kwa budget wakumbuke kuna watoto walemavu na wengine yatima. So naomba serikali iwashikilie ndio waweze kuendelea na maisha. Na alafu wale wanafisha watoto wao at least waweze kuwaleta kwa makao kama haya ndio waweze kusaidika. Naweza omba serikali ikifanya ile budget inafanya iweze tu kushirikiana pamoja na wale watoto wako na ulemavu kwa zaidi. Kwa hivyo ningependa tu kutia mkazo kwamba serikali iweze kuongezea hizo pesa na pia waweze kujaribu kufika kwenye vitongoji ama slums kwa sababu kuna wengi hawajafikiwa. Na mtazamaji, taarifa ndo hizo, na hapo ndipo